Praise to God. Nachukua fursa hii niwakaribishe kwa ibada ya leo ili tukaweze kuendelea tukiwa pamoja. Pia wale ambao wako manyumbani pia niwakaribishe ili tuendelee kumtukuza Bwana. Kwa hivyo kanisa, wale ambao wanajaliwa siku ya leo kufika mahali hapa, mwambie Mungu tu asante. Pia kwa Biblia zetu, kitabu kile cha Zaburi, Psalms 34, I think I will read a few verses there. Psalms 34, I will read from verse 11. Children, listen to me, and I will teach you to respect the Lord. If a person loves life and wants to live a good long life, then that person must not say bad things. That person must not lie or tell lies. Stop doing bad things, do good things. Work for peace. Learn after peace until you catch it. The Lord protects good people. He hears their prayers. But the Lord is against people that do bad things. He destroys them completely. Pray to the Lord and He will hear you. He will save you from all your troubles. When some people have troubles, they stop being calm. The Lord is close to those humble people. He will save them. Good people might have many problems, but the Lord will save them from every one of their problems. The Lord will protect all their bones. Not one bone will be broken, but troubles will kill evil people. The enemies of good people will all be destroyed. The Lord saves the souls of His servants. Those people depend on Him. He won't let them be destroyed. Thank you wale wanaoingia, karibuni. Kwa hivyo kanisa, nitawasihi tuweze kusimama, tuweze kupata wimbo mmoja. Mwamba wenye imara, 1, 2, 3. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji na damu yaliyotoka humo hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi wa kazi zote. Pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa. Niwe wa kuokoa, sina tabu mkononi, naja msalabani, nilitubu nifike, ni mnyonge nishike, nilimtafuna damu, nioshe nisijefaa, nikungoja potini, nakwenda kaburini, nipaapo mbinguni, nakupona enzini, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Asanteni sana, mpigie Mungu makofi ya juu.
Wakati huu nitamkaribisha aliye na somo aweze kutuletea. Karibu Brother Peter. Good morning, church. Bwana Yesu asifiwe. Fine this morning. Thank God for giving me another time to be before His presence this morning. We are taking our scripture reading from the book of James, James 5:7 through 12. Hope we are all there. Be patient then, brothers, till the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you'll be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who are persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. Let your yes be yes and your no, no, or you will be condemned. Shall we pray? Gracious everlasting Father, we want to thank you this morning. Thank you for the one that has, Lord, been brought to us. We want, Lord, to thank you for it because you're going to minister to us, my Father. Bless you, God, because your servant is going to bring this one to your people. The Lord is going to be manifested in our lives. King of God, change our lives. Rebuke us, my Father. Teach us, our God Almighty, and correct us. We want to pray for this today's service. As Lord, we continue. We want to invoke your presence, God Almighty. Help us, lead us, and guide us, my Father, until the completion of today's service. We worship you and bless you, Lord. Jesus Christ, Lord, we pray. Amen. Thank you. Tutawakaribisha praise and worship waweze kuendelea kutoka pale. Then Pastor Silo will conclude the word of prayer. Amen.
Hakika hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu wa kuabudiwa ila wewe Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa siku njema ambayo umetuandalia. Mungu, kwa karama yako Mungu katuwezeshe hata kuiona siku ya leo na kuweza kufika katika nyumba lako takatifu. Twakuomba Mwenyezi Mungu, wakati huu tunapokuja mbele zako Mwenyezi Mungu, tukiwa na mioyo ambayo Mwenyezi Mungu imenyenyekea mbele zako, tunaomba Mungu ukaweze kuwa pamoja nasi, ukatusikilize. Tukiomba chochote ambacho Mwenyezi Mungu kinaweza kutuzuia kuweza kunena mbele zako Mwenyezi Mungu na kupokea sala letu asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, tunaungama dhambi zetu mbele yako Mwenyezi Mungu. Tunaungama madhila ambayo Mwenyezi Mungu, mambo ambayo tumeyatenda kinyume na mapenzi yako, ili Mungu wa rehema ukaweze kututakaza, na Mungu tunapokuja mbele zako Mungu ukaweze kupokea maombi yetu. Najitakaza mbele zako Mwenyezi Mungu, kwa maana mimi si mwaminifu kama ilivyo desturi ya binadamu. Ninaposimama mbele zako na mbele la kanisa lako Mwenyezi Mungu, naomba kusamehewa na wewe pamoja na wateule wako ambao Mwenyezi Mungu wamejumuika pamoja nami katika kanisa lako takatifu. Mungu ukaweze kutusamehe. Mungu ukasamehe hata nchi yetu Mwenyezi Mungu. Walio manyumbani Mungu ukawasamehe, na wote ambao Mwenyezi Mungu wamekusanyika pamoja wakiomba ombi kama hili Mwenyezi Mungu, tunaomba kusamehewa na wewe Mwenyezi Mungu, kwa maana hatutendi kulingana na mapenzi yako, mara tunaenda kinyume na mapenzi yako. Lakini wewe Mungu ni mwaminifu, na tunaomba Mungu, wakati huu kama watoto wako, usituache, uwe pamoja nasi. Kanisa lako Mwenyezi Mungu limenyenyekea mbele zako. Kanisa lako Mwenyezi Mungu linakutazamia. Kanisa lako Mwenyezi Mungu linaomba kwako, kwa maana ni hali ambayo si hali nzuri katika maisha yetu wakati huu Mwenyezi Mungu. Tazama jinsi ambavyo nchi yetu na ulimwengu wote umepigwa na tatizo ambalo Mwenyezi Mungu unalijua. Tunaomba kwako Mwenyezi Mungu, wakati huu ambapo tunapigana na janga la korona, Mwenyezi Mungu ukatuwezeshe kwa njia yako ya kipekee kupata ushindi katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, kwa maana katika mapito yote ambayo tunayapitia Mwenyezi Mungu, wewe unayajua. Yote ambayo Mwenyezi Mungu yanatendeka, Mungu unayajua, na tunaamini na tunajua kwamba kusudi lako kwetu ni kusudi jema. Mungu, kama vile umetuelekeza katika maandiko yako kwamba unayofikiria juu yetu Mwenyezi Mungu ni mazuri, tunaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu kaendelee na kutuweka katika hali ambayo Mwenyezi Mungu si hali ya wasiwasi, lakini ni hali ya kuamini na kujua kwamba Mwenyezi Mungu uko pamoja nasi. Tunaliweka ibada hii mbele zako Mwenyezi Mungu. Tunapoendelea Mwenyezi Mungu, tunaomba ukaweze kutuongoza. Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu, ambaye ni mwalimu na ni kiongozi, akaendelea kuwa pamoja nasi, na Mungu tukaweze kuona tukifaidi katika ibada hii. Asante, kwa maana Mwenyezi Mungu tunajua umetupa nafasi nzuri kama hii, ili Mungu tukaje mbele yako tukiweza kuwakilisha wengine ambao Mwenyezi Mungu tungekuwa pamoja nao, lakini kwa jinsi ilivyo Mwenyezi Mungu wanaabudia majumbani mwao. Sisi kama wale Mwenyezi Mungu umetupa nafasi ya kuja katika kanisa lako, tunaomba Mwenyezi Mungu ukaende pamoja nasi katika sala letu, na Mwenyezi Mungu ukatuongoze katika kila hatua ambayo Mwenyezi Mungu tutaifanya katika nyumba hii. Asante, kwa maana Mwenyezi Mungu umetuongoza na utaendelea kutuongoza. Tunawapeana pastors wetu pamoja na nyumba yake na nyumba zao. Mungu ukaweze kuwa pamoja nao. Ni wakati mgumu ambao Mwenyezi Mungu umewapa nafasi ya kuendelea kutetea kanisa lako wakiwa hata nyumbani Mwenyezi Mungu. Mikutano ambayo Mwenyezi Mungu ya wateule imepungua, lakini Mwenyezi Mungu tunaomba ukawape ujasiri wa kuendelea kusimama imara wakati huu mgumu. Tunaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu wasije wakapungukiwa na chochote wakati huu, ili Mwenyezi Mungu hata wakati wa janga litakapopita, Mwenyezi Mungu ataipuka na watatokezea na kusema kwamba Mungu alikuwa pamoja nao
na uliwalinda na uliwawezesha Mwenyezi Mungu hata kuongezea ujasiri wao katika imani na kuendelea kutenda kazi yako. Asante ni kwa ajili ya kanisa lote mahali popote ambalo limekusanyika. Tunaomba Mwenyezi Mungu kaendelee kuwapa nafasi nzuri, na wakati mwingine Mwenyezi Mungu katupe hata nafasi ya kujumuika sisi zote pamoja, kwa maana tunajua kanisa lako ndilo njia ambayo Mwenyezi Mungu inaweza kuleta mapatano hata wakati nchi inapopigwa na janga kama hili. Tunaiombea serikali yetu Mwenyezi Mungu, viongozi ambao umetupa Mwenyezi Mungu, ukaendelee kuwapa busara ya kuliongoza nchi hii, na ili Mwenyezi Mungu yale ambao watatenda yakawe yameongozwa na wewe. Asante kwa maana Mwenyezi Mungu naendelea kuinua viongozi, hata viongozi wa makanisa Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako, hasa kanisa letu la AIC kuanzia baraza kuu, wote Mwenyezi Mungu wakajumuike pamoja katika roho ili wakaendelee kushuhudia ukubwa wako, kwa maana katikati ya mambo kama yote haya Mungu unaendelea kuwa mkuu, Mungu unaendelea kuwa wa kusifika, kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante ni kwa maana Mwenyezi Mungu umetupa nafasi nzuri. Tunapoendelea na ibada, tunaomba Mungu kae pamoja nasi. Wengi wetu wana mahitaji mbalimbali. Kuna wale Mwenyezi Mungu ana shida hata ya kujua jinsi ambavyo watawalisha watu wao. Kuna wale Mwenyezi Mungu wamepatwa na magonjwa wakati huu. Kuna wale Mwenyezi Mungu wanafikiria juu ya mambo ya mashule, kwa maana watoto wetu bado wako nyumbani, na kuna wengine ambao wako colleges na kwingineko. Mwenyezi Mungu, wote wanakutazamia, kwa maana hawana jawabu lolote na wanangojea kutoka kwako. Mungu, wakati kama huu ukatembelee watu wako. Mungu, wakati kama huu ukatembelee nchi yako. Na Mungu, tukiomba kaweze kuiponya nchi yako, kwa maana Mungu najua chochote kinachoendelea, na wakati wako mwema ambao tunaongojea Mungu utaweza kutuepusha na matatizo tuliyo nayo kama nchi. Wewe Mwenyezi Mungu, asante kwa maana tunapoendelea Mungu tunakusudia kuendelea pamoja nao. Mungu usituache, uende pamoja nasi hata tutakapomaliza ibada yetu. Mungu, tukaweze kusema hakika umetembea pamoja nasi, hata tutakapokuwa tukiondoka Mungu tukahisi uwepo wako katikati yetu. Asante kwa maana Mungu utatutendea mema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa njia ya makofi tutamkaribisha Reverend ili aweze kukaribia mbele, aweze kutujulisha. Asante. Katika hali hiyo ya kusimama tutaweza kuomba. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii nzuri ambapo tunaweza kuketi na kusikiza neno lako. Tunaomba ya kwamba Mungu kaweze kutunenea katika udhaifu wangu. Naomba ya kwamba ukanitumie, na ili kupitia kwangu sauti yako ikasikike. Kwa hivyo tunakusii ili uweze kufungua mioyo yetu, ili neno lako lipate nafasi pale, tuweze kuhifadhi neno lako katika mioyo yetu na tuweze kuendelea kubarikiwa. Kwa hivyo tuwezeshe, kwa sababu tuko mbele yako. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Ni kipindi kizuri ambacho tutaweza kusikia neno la Mungu, na ni neema huwa tunaishi siku ya leo, tuweze kuendelea kumtukuza Mungu, tuweze kuendelea kumtumikia Mungu wetu. Tunamwabudu Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo ninawaalika ili tushirikiane pamoja. Tufungue Biblia zetu kitabu cha James, Yakobo mlango wa 5 mstari wa 7 kufikia wa 12. Napenda niweze kusoma kushirikiana na nyinyi. Dear brethren, be patient
as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. For examples of patience in suffering, dear brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. We give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end. For the Lord is full of tenderness and mercy. But most of all, my brothers and sisters, never take an oath by heaven or earth or anything else. Just say a simple yes or no, so that you will not sin and be condemned. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu siku ya leo ni juu ya kungojea Bwana. Waiting upon God. Tunasema ya kwamba neno la Mungu linatuonyesha siku ya leo kwamba hata tukiwa katika hali gani tunaweza kumngojea Mungu mpaka tukapata jawabu kutoka kwake. Waiting upon God. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu Yakobo anayeandikia Wakristo, yeye akiwa mchungaji katika kanisa la Jerusalem, akawaza na akawafikiria sana Wakristo wenzake ambao walikuwa hawana uwezo wa kufika kanisani waweze kukongamana na wale wengine, kwa sababu katika hali ile alijua ya kwamba wako katika hali mbaya na lazima awaandikie barua awatie moyo, na akaweza kuwaandikia mambo ya ajabu. Ukisoma kitabu kizima utaona ya kwamba kitabu chenyewe kiko na lile somo, the main theme, ambayo ni Wakristo waweze kudhibitisha imani yao kwa matendo. Alipenda Wakristo watakaposoma barua waweze kujua ya kwamba lazima wafanye matendo ya kuonyesha ya kwamba imani yao ni ya kweli na imani yao ipo na wako na imani ya Kikristo na wanaweza kustahimili majaribu yote. Hali ya Wakristo hawa ilikuwa hali mbaya kwa sababu kulikuwa na usumbufu wa kanisa. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7 na kuona baada ya wakati ambapo Stephen aliweza kugongwa mawe kwa ajili ya imani na akaweza kuuawa, kanisa lilianza kusumbuliwa na Wakristo wengi waliweza kukimbia, wakaenda nchi zingine, wakaacha pale Jerusalem na wakaacha nchi ya Palestine na wakaingia katika mataifa mengine. Na katika hali hiyo wakawa wamepoteza vitu vya thamani. Waliweza kuwa wamepoteza nyumba zao, wakatenganishwa na wapenzi wao, watu wao, na wakawa katika hali ya kupoteza hata nafasi za mapato. Na ikawa wakawa hawawezi kuishi maisha ya kawaida, wanateseka na kusumbuka. Na wengi wao wakaajiriwa, wakaenda kutafuta kazi kwa matajiri ambao hawako Wakristo. Na pale katika hali hiyo wakateswa sana na matajiri,
ambao hawajui imani ya Kikristo. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wakihimizwa sana, wanahimizwa ili waweze kuvumilia na kumngojea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nitasema ya kwamba huu ni wakati wa kumngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kumngojea Mungu ili tupate suluhisho kutoka kwake. Tumngojee Mungu kama vile hao waliweza kumngojea katika hali yao mbaya, wakiwa na uchungu, wakiwa katika hali ya umaskini, wakiwa katika hali mbaya ya kuteswa, na wakawa wanalia siku zote ili Mungu aweze kutenda haki. Na hapo tunaona mtumishi wa Mungu anawaambia ya kwamba haki itapatikana, haki iko karibu, haki iko karibu kama hapa mlangoni. Na aliwaambia ya kwamba Yesu anarudi, na atakaporudi atakuwa na haki yenu na mtapata haki yenu. Mvumilie na muwe katika hali ya utulivu, muwe katika hali ya utulivu. Mungu anaona mateso yenu, Mungu anaona hali yenu. Wengine walikuwa wameanza kupigana na kurushiana maneno, na wengine wakaanza kulalamika. Ndio sababu tunaona wakiambiwa ya kwamba nyinyi wa Kristo mnaenda kinyume, mmeanza kwenda kinyume, mnaomba lakini katika hali mbaya, mnaomba vibaya, hamwezi kupata, kwa sababu mnaomba katika hali ya kulalamika na mnaomba katika hali ya ushindani, mkipenda ushindano na waajiri wenu, muwe katika nafasi nzuri. Na mtu hawezi kumngojea Mungu katika hali hiyo ya kulalamika na kulia. Kwa hivyo akawa anawaelekeza vizuri. Leo ningependa tuone vile mtumishi wa Mungu alishauri, akasema ya kwamba katika hali ya kuvumilia, katika hali hii ya kumngojea Mungu, Wakristo wanapaswa kufanya nini? As you wait for the Lord, as you wait, unapongojea unapaswa kufanya nini? Aliona ya kwamba watu wasipoelekezwa, they are going to become very impatient, kwa sababu mwanadamu kwa kawaida anapoteza uvumilivu sana. Nimeona watu katika laini ndefu pale bank, unaenda benki unapata laini ndefu, lakini katika hali hiyo unaona wengine wakishindwa kungojea mpaka wengine wanajitoa kwa laini wanaenda zao. Tumewaona katika laini kule katika vituo vya mabasi hasa Nairobi, laini ndefu na inakuwa ni vigumu sana kuvumilia. Tumewaona hospitali katika laini ndefu ambazo hazisongi. Mtu anaumwa, angependa amuone daktari, lakini hafikiwi. Wengine wanazidiwa pale katika hali ya kungojea. Hali hiyo ya kungojea ni hali ngumu. Kumngojea Mungu ni jambo ambalo linahitaji watu kuhimizana sana, hasa wakati wa mateso. Kwa hivyo Wakristo, mtumishi wa Mungu anasema wakati tunamngojea Mungu tufanye nini? Kisoma mstari wa 7. I want to read verse 7 and 8. Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. As we wait, we need to pursue patience of the farmer. Tunapongojea, Mungu angependa tuwe na uvumilivu wa mkulima. Bwana Yesu asifiwe.
yake, anapanda mbegu yake, na yeye hana haraka, anaweka mbegu kwa mchanga na hawezi kuleta mvua, lazima angojee, kwa sababu amefanya kazi yake. Kazi yake ni kupanda. Kazi ya mvua ina mwenyewe. Kwa hivyo lazima awe na huo uvumilivu wa kungojea. Baada ya kutekeleza ile kazi yake, amngojee Mungu naye aweze kutekeleza kazi yake naye, ili mapato yaweze kupatikana baadaye. Hawezi kuharakisha mvua, vivyo hivyo hatuwezi kuharakisha Mungu. Mkulima anafanya kazi yake. Mkulima anakuwa na bidii kwa kazi yake na anangojea na kungojea na kungojea. Baada ya kuweka mbegu chini, hawezi kuharakisha ile process ya germination. Hata anapoona matunda, hawezi kuharakisha yale matunda yaweze kuiva haraka. That is a traditional farm. Najua wakulima siku hizi wanaharakisha matunda yaive. Si tumewaona wakitumia chemicals. Kwa hiyo Biblia haizungumzii huyo wa chemicals. Huyo ni mtu ambaye anakosa uvumilivu. Na hao ndio watu ambao wanaweza kutusababishia magonjwa mengine. Haraka kuharakisha ili tunda ambalo halijaiva liive haraka, lipelekwe sokoni haraka, kuharakisha ile process ya growth ya kawaida kwa kutumia chemicals. That is a modern farmer. Traditional farmers are patient farmers and we can follow their example. Jambo nyingine la huyu mkulima ana hali ya kungojea. Ana matumaini. Anajua ya kwamba baadaye he is going to get a valuable harvest. Baada ya kungojea kwingi na kazi nyingi, mwisho patakuwa na matokeo mazuri. Na atakuwa amelipwa ile kazi ambayo ameifanya. Na hivyo mkulima hawezi kupanda na akaliacha ile shamba kwa kushindwa kuvumilia mmea uweze kuendelea mpaka ufikie kuvunwa. Anakaa pale, anaangalia pale, hawezi kuacha. Vivyo hivyo kama Wakristo, tutanganda katika hali ya imani yetu. Tunajua ya kwamba kama Wakristo tumepanda, tunangojea, na vile tulianza mwendo hatuwezi kuachia katikati. Tuko pale. So we will remain very calm as we wait. Bwana Yesu asifiwe. Tutatulia kwa sababu kama unamwamini Mungu, una imani ndani ya Kristo, utaenda kwingine wapi? Utaenda wapi tena? Hata ukiwa na wasiwasi mwingi, utakimbilia wapi pengine penye usalama? Yesu akawaongelesha wanafunzi wake, akawauliza, wenzenu wameenda, na nyinyi mngependa kwenda? Mmechoka na uvumilivu, mngependa kwenda? Na hivyo ndio Petro alisema, Bwana, tutaenda wapi pengine? Na hapa kwako ndipo penye usalama. Kwa hivyo hatuwezi enda. Hata wengine wakishindwa kuvumilia, watembelee waganga, waende kuulizia kule katika ufalme wa giza. Huko ni kwingine, lakini kwa Yesu ndipo penye usalama. We will remain calm here as we wait, because that is the call and that is the encouragement and the guideline we are getting from James, ya kwamba mwito wa kuvumilia upo, mwito wa kutulia upo. Na siku hizi naona hata serikali na Twitter tuweze kuwa wavumilivu. Wanatuambia kwamba tatizo la corona lipo, tutapambana nalo, na ni jambo ambalo alipiti haraka vile tunaweza kupenda. Kwa hivyo tufanye nini? Mwanzo wanafunzi watulie na
watangojea, they remain calm. Waumini kanisani, wa remain calm as we wait for kwa hii shida ifikie pahali tuone mwelekeo. Kwa hivyo hatuwezi enda mahali pengine, tutamngojea Mungu. We have to remain calm. We must remain patient. Kuna wengine ambao wanaweza kuwa katika hali ya ugonjwa, na katika hali ya ugonjwa ukimwomba Mungu, unamuuliza vizuri, umafanya kile chochote ambacho kinahitajika, lakini unajipata kwamba unang'ang'ana. What do you do? Utamgeukia nani mwingine? Utanganda pale, kwa sababu Mungu ndiye anajua mwanzo wako, ndiye anajua mwisho wako, anajua mwili wako vizuri, na utatulia pale kwake, kwa sababu hapo ndipo penye usalama. Huwezi enda kwingine, hatuwezi enda kwingine. Na ni vizuri tuwe na imani ya Daudi. Nimeongea juu ya imani ya mkulima, na nasoma mstari mmoja tuone Daudi alikuwa na imani ya mkulima. Psalm 27 verse 13. Zaburi 27 verse 13. Yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Waiting patiently. Daudi akasema ya kwamba habanduki, atangojea. Na ana imani kwamba atauona wema wa Mungu bado akiwa hai. Akasema ya kwamba angojei afe ili aone wema wa Mungu. Anaamini ya kwamba wema wa Mungu umemzunguka na atauona katika nchi, the land of the living, katika nchi ya walio hai. And that should be our faith. And that is patience. Patience. Unjua ya kwamba hata ukipitia katika majaribu yaliyo kama moto, wema wa Mungu utauona vizuri while still alive on this planet. Jambo la pili la kufanya, akawaambia, as you wait, refrain from grumbling, refrain from complaining. As you wait, refrain from regrets, refrain from blames or blame, because complaint do not solve any problem. Verse 9. Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. Well, look, the judge is standing at the door. Hali ya kuvumilia ama hali ya kungojea ni ngumu sana. Watu wanaongojea wanaweza kuchoka na wakaangaliana wao kwa wao. Katika hali hiyo ya kushindwa kungojea, once they become very impatient, they turn to each other. And then they start complaining, blaming each other, some regretting, but you cannot regret. Kwa sababu huu mwendo tulipoanza, tulihesabu gharama vizuri, na kama hukuhesabu gharama, siku ya leo uhesabu gharama. Ni kama vile wanaojenga, vile wanaketi, wanaweka mahesabu vizuri, ili baadaye usianze mjengo ukashindwa na kuendelea na ule mjengo. Kwa hivyo, you cannot complain, you cannot grumble. Tumeona in the Old Testament vile wengine waliweza kulalamika, lakini wakapata hukumu. I want to read Numbers chapter 14 verse 21.
Huu ndio hukumu, ama hii ndio hukumu ambayo waliolalamika walipewa. But as surely as I live, and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I have performed, both in Egypt and in the wilderness. But again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. They will never, ever see the land I sought to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt will see it. That was the judgment. So it is a risky affair or attempt to complain and grumble, simply because things are not going the way we want them to go. What we can do is to trust that God has a plan in everything. And then we wait. And then we wait. Knowing that if our cry is about justice, that justice is coming. It's just at the door. Because the judge is at the door. If the problem or the challenge is a different one, the solution is at the door. Our Lord is coming. Jesus is coming. So we should not go to that direction of complaining. That direction of complaining, it is a dangerous one. I want to show you Psalm 73, a verse where David said that he came to a point where he was about to complain. Actually, he started complaining and regretting as he started fretting over those who are progressing very well. Truly, God is good to Israel, to those whose hearts are pure. But as for me, I almost lost my footing. My feet were slipping, and I was almost gone, for I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. Daudi anasema ya kwamba katika hali hii ya kungojea, alimngojea Mungu, lakini akajiona ya kwamba anaendelea vibaya na wenzake ambao wanaishi maisha ya dhambi wanaendelea vizuri. And then he was bitter as he compared himself with those who are progressing very well. So this idea of waiting is not a very simple one. Waiting upon God is difficult. It requires some level of determination. When he remembered, anasema kwamba mguu wake uliteleza, ulikuwa karibu kuteleza, alipoanza kuwaza sana juu ya wanaoendelea vizuri kumliko yeye. As we wait, number 3, as we wait, we should pursue the dedication of the prophets. Tunaambiwa, tunarudi James. Tumishi wa Mungu akaambia washiriki wake, the former believers of the Jerusalem church, ya kwamba wanapongojea wakumbuke ile hali ya kujitolea ya manabii ambao walianza katika hali ya kung'ang'ana, lakini wakamaliza vizuri. Nia ni kumaliza vizuri, kumaliza mwendo vizuri. Anawaambia ya kwamba manabii walianza kwa hali ngumu, wakamaliza vizuri. Ayubu akaanza kwa hali ngumu, akamaliza vizuri. Nia ni kumaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
I want to read verse 10 to 11. For examples of patience in suffering, dear brothers and sisters, look at the prophets who spoke in the name of the Lord. We give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end, for the Lord is full of tenderness and mercy. Manabii walihitajika kuhubiri, wahubiri mpaka ule wakati Mungu atashuka athibitishe ya kwamba unabii ni wa kweli. Na jambo hilo lilichukua miaka mingi sana. Wakingojea Mungu athibitishe unabii ni wa kweli, wangedharauliwa sana na kutusiwa na kufanyiwa kila aina ya dharau. Lakini kipindi kingefika wakiwa katika hali yao ya uzeeni, Mungu aliingilia kati na kutenda yale mambo ambayo nabii amekuwa akiyatabiri. Na pale ndipo nabii angeheshimiwa pale mwishoni wa maisha yake, akiwa ameenda mwendo wote huo, akiwa ajulikane kama ni wa kweli ama ni wa uongo. Kwa hivyo katika mwendo huu unaweza ukang'ang'ana, wewe ni mtumishi wake, na mwisho wako utakuwa mwisho mzuri. Maisha yako yatakuwa maisha mazuri, kwa sababu Mungu ataingilia kati. Mungu ataingilia kati. Ukisoma maisha ya Ayubu pale mwisho, chapter 42, utaona ya kwamba Mungu alipomtembelea athibitishe ya kwamba ameona uvumilivu. Maisha yake yaling'aa sana. Yaling'aa sana. Kwa hivyo Wakristo neno la Mungu linatuambia ya kwamba na tuonyesha ya kwamba what matters is the finishing point. Vile utakavyokuwa pale utakapokuwa ukimaliza mwendo. Kwa hivyo tutavumilia, tutamngojea Mungu, wema wake tutauona katika nchi hii, na tutamaliza vizuri, kwa sababu lazima Mungu atajidhibitisha na kujidhihirisha katika maisha yetu, kwa sababu tulimngojea. Kwa hivyo katika hali zetu, hali yoyote ile, ukiona kwamba unaanza kudevelop impatience, look at the life of the prophets. Look at any of the prophets. That is why we have them in the Bible, because through their lives we are encouraged. Our faith is challenged. So we have the resources, the life of Job, the life of all the prophets, and the other servants of God. There are so many in the Word of God. Lastly, as you wait, watch over your speech. As you wait, tame your tongue. As you wait, have that discipline of the tongue. Because waiting is difficult. Kumngojea Mungu, hakuna kungojea rahisi. Kwa hivyo unapongojea, tunajua mkewe Ayubu katika hali yao ya kumngojea Mungu alitamka maneno ambayo si ya imani. Katika hali ya kumngojea Mungu, wana wa Israeli wakatamka maneno, wakasema ya kwamba afadhali Misri, afadhali ile mana, afadhali utumwa, kutamka vibaya. As we wait, let us keep close watch over our speech. Verse 12 inasema hivi, but most of all, my brothers and sisters, never take an oath by heaven or earth
or anything else. Just say a simple yes or no, so that we will not sin and be condemned. That is difficult for us. Lakini katika hali ya uvumilivu, watu katika hali ya kuvumilia na kungojea wanaweza kutamka mambo ambayo hayafai. Tunajua ya kwamba people usually swear when they are making some oaths. Watu wanaweka kiapo. Watu wanaweka kiapo. Wanaweza kuweka kiapo katika hali ya kumngojea Mungu. Kwa mfano, unaweza kumwahidi Mungu kitu ama ukasema jambo la kumfanya Mungu aharakishe. Na ndio tunaambiwa ya kwamba mambo hayo ambayo tunayafanya tukingojea Mungu atende, tuyafanye kwa uangalifu, kwa sababu unaweza kufanya ahadi ambayo hutaweza kuitimiza, ama ukaharakisha kusema jambo ambalo liko kule juu lakini huna uwezo wake. That is why tunaambiwa kwamba hata unapofanya make vows, usimake ile vow ya mtu ambaye ni mjinga. Ufanye yale mambo, useme yale mambo na kuahidi Mungu yale mambo ambayo utaweza kuyafikia, ukijua ya kwamba kwa vyovyote huwezi kuharakisha Mungu aende kwa haraka, kwa upesi kuliko vile aliweza kupangia. So let us wait upon God and let us be simple in our faith. Kama ni yes, kama ni kukubaliana tunaposema yes, let just our yes be yes and our no. Tutakaposema yes to God, yes to His will, no to sin, no to anything which is wicked, let us be simple in our faith. Instead of being very complicated, imagining that we are going to hurry God to go according to our pace. He has His way and His pace of doing things. His ways are not our ways. His speed is not, our speed is not His speed. So may God help us. May God help us as we wait, because we have to wait upon the Lord. We have to. This is the season of waiting upon God. Let us wait patiently and be disciplined in our waiting, so that we can honor God. So that we can honor God and have a very good ending. God bless you so much. I want to pray. Let us stand for a word of prayer. Mungu, tunasema ni asante kwa sababu umetulisha tukajua ya kwamba huu ni wakati wa kukungojea. Hatuna mahali pengine pa kukimbia ila kwako tu. Tutatulia pale na tungojee mapenzi yako, kwa sababu sisi ni wana wako na tuko kwako. Macho yetu yako kwako, tunakutazama katika hali zetu ngumu. Wakati huu tunaomba ya kwamba utuwezeshe kutulia pale, tutende matendo ya imani, kwa sababu imani yetu ni thabiti. Ulimwengu unaweza kutikizika, lakini imani yetu ni thabiti kwako. Kwa hivyo Mungu, tuwezeshe kungojea, ili siku baada ya nyingine tujue mapenzi yako yapo na mpango wako kwetu upo. Kwa neno lako utujulishe ya kwamba unatuwazia mema. Tunaomba ya kwamba Mungu utusaidie tutembee nawe kila wakati, ili tuweze kukupendeza katika maisha yetu. Imani yetu Mungu tunaileta kwako, ili utuwezeshe, ili tusije tukawa wakutikizika katika imani. Tunaomba ya kwamba utusaidie, hali ikiwa na mabadiliko, tuweze kujua ya kwamba imani yetu ni kwa Mungu asiyebadilika. Kwa hivyo tusaidie, tembee nasi
Utuangazie hatua zetu, ili Mungu tusije tukapoteza njia. Tusaidie na tuelekeze, kwa sababu sisi ni wana wako. Asante Mungu, tunaomba ya kwamba ututendee maajabu. Tunaendelea kulishukuru na kulisifu jina lako. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Tumefikia mwisho wa ibada yetu siku ya leo. Salama, Mungu aweze kuwa nasi.